Iran imezidisha mashambulizi yake dhidi ya maeneo yanayotumiwa na vikosi vya Marekani katika Mashariki ya Kati baada ya kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kutangaza kuanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani hii leo Ijumaa Julai 24 mwaka 2026 dhidi ya kambi za Marekani nchini Jordan na Iraq, huku Jordan ikisema imefanikiwa kudungua makombora 7 na drones 6 kabla hazijafikia malengo yake. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Jordan, mifumo ya ulinzi wa anga pamoja na ndege za kivita za jeshi la anga la Jordan zilifanya operesheni ya haraka kuzuia makombora na drones hizo mara tu zilipoingia katika anga linalofuatiliwa na nchi hiyo. Jeshi hilo limesema operesheni hiyo ilifanyika kwa mafanikio makubwa na kwamba hakuna raia waliouawa, kujeruhiwa au mali zilizoharibiwa. Serikali ya Jordan imeeleza kuwa vikosi vyake vitaendelea kuwa katika hali ya tahadhari ya juu ili kulinda mipaka na anga la taifa dhidi ya tishio lolote linaloweza kujitokeza kutokana na mzozo unaoendelea katika ukanda huo. Jordan pia imesema kuwa haitaruhusu anga yake kutumiwa kama njia ya kushambulia nchi nyingine wala kukubali vitisho vinavyoweza kuhatarisha usalama wa wananchi wake. Nchi hiyo imeongeza ulinzi katika maeneo ya kijeshi na miundombinu muhimu katika kufuatilia kwa karibu maendeleo ya mapigano yanayoendelea kati ya Iran na Marekani. Hata hivyo, upande wa Iran umetoa taarifa tofauti kabisa kuhusu matokeo ya operesheni hiyo. Katika taarifa rasmi, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha IRGC kimesema kuwa mashambulizi hayo yalikuwa sehemu ya wimbi la 27 la operesheni yake ambayo Iran inasema inalenga kuvuruga shughuli za kijeshi za Marekani katika Mashariki ya Kati na kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya maeneo ya Iran. IRGC imesema kuwa ilifanikiwa kulenga kambi ya anga ya Marekani Al-Azraq nchini Jordan, ikisema makombora na drones zake zilipiga maeneo mbalimbali ndani ya kambi hiyo. Kwa mujibu wa Iran, mashambulizi hayo yaliharibu ndege kadhaa za kivita zilizokuwa zimeegeshwa kwenye kituo hicho pamoja na kushambulia majengo yanayotumiwa kama malazi na wanajeshi wa Marekani. Kikosi hicho kimeongeza kuwa shabaha ya mashambulizi hayo ilikuwa kupunguza uwezo wa Marekani kuendesha operesheni za anga dhidi ya Iran na kuonyesha kuwa vituo vya Marekani vivopo katika nchi washirika wake vinaweza kufikiwa wakati wowote ikiwa vita vitaendelea. Mbali na Jordan, IRGC imesema pia ilifanya mashambulizi nchini Iraq ambapo ilidai kuharibu mfumo wa kisasa wa ulinzi wa anga wa Patriot katika mji wa Erbil. Aidha, ilisema iliharibu puto la upelelezi lililokuwa likitumika kukusanya taarifa za kijeshi na kufuatilia shughuli za anga katika eneo hilo. Iran pia imedai kulenga majengo yanayotumiwa na wanajeshi wa Marekani kwa shughuli za makazi na uratibu wa operesheni. Kwa mujibu wa IRGC, mashambulizi hayo ni sehemu ya mkakati mpana wa kupanua uwanja wa mapambano dhidi ya Marekani katika Mashariki ya Kati. Iran imesema haitajikita kujibu mashambulizi ndani ya mipaka yake pekee, bali pia italenga vituo vya Marekani vilivyopo katika nchi nyingine zinazotumika kama ngome ya operesheni za kijeshi. Katika taarifa yake, IRGC imeonya kuwa Washington, iwapo itaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, basi vikosi vya Marekani pamoja na miundombinu yake katika eneo hilo lote la Mashariki ya Kati vitaendelea kuwa malengo ya mashambulizi. Iran imeeleza kuwa majibu yake yataongezeka kwa ukubwa na nguvu kadri mashambulizi ya Marekani yanavyoendelea. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.